katika jina la Yesu. Karibu mchungaji na washirika wake wanafungua rasmi kanisa hili la pendwa. Upendo wa ajabu, upendo wa kipekee ambaye Bwana ametenda. Nakuambia tunafuraha kwa damu ya Yesu. Yeah.
Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tarehe 23 Mungu ametutunuku tuwe katika maeneo haya ya Kobos, na najua kwamba Mungu wetu ni mwaminifu hapa, ametupatia nafasi hii ya kuweza kukua hapa ni kwa sababu ya ufunguzi wa kanisa hili. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 24, nchi na vyote vichazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Kwa hivyo wenyeji wa maeneo haya ya Kobos wote ni mali ya Bwana. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu, Biblia inamalizia kwa kusema ya kwamba tuweze kufungua malango ili Bwana wa utukufu aweze kuingia. Tunapofungua malango haya mahali hapa jioni ya leo, mchana wa leo, tunadai ya kwamba utukufu wa Mungu utakuwa katika maeneo haya na Mungu wa amani atakutenda mema. Sema amen. Kwa hivyo mchungaji, utasonga karibu katika malango haya pamoja na mama na washirika mkifuata nyuma ninapofungua malango haya katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, umesema katika neno lako nchi na vyote vijazavyo ni mali yako, na hapa ni mahali ambapo umepachagua, na umesema ya kwamba watainua mikono mitakatifu wale watu ambao wataingia. Tunapofungua malango haya mahali hapa ni kwa sababu ya neno lako kuweza kudhibitika ndani ya maisha ya watu wako. Bwana, ninaomba kibali, ninaomba nguvu, ninaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kutawala katika malango haya. Tunavunja kila ila zote za kishetani, kila mbinu za giza ambazo zinaweza kuinuka katika malango haya, ninakemea katika jina la Yesu ikabade kushindwa. Bwana, ninajua ya kwamba watu wako watakapoingia watapata ukombozi, watapata kuponwa, watapata kuinuliwa, watapata kujengwa. Asante Bwana, kwa maana wewe ni Mungu na mchungaji wa mahali hapa mikononi mwako, kwa maana najua ya kwamba mfalme, tuko nje ya malango haya, kumaanisha ya kwamba itakaribisha watu wale ambao umehitaji waweze kuingia, wataingia, na wanapoingia Bwana utakuwa pamoja nao. Kuna uponyaji na ulinzi. Kwa hivyo ninatakasa malango haya kwa damu ya maagano, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninayafungua wazi leo katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu katika wewe
tutaendelea kushangilia na naamini ya kwamba itakuwa ni ya baraka katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumeingia katika hekalu la Bwana. Ninataka niweze kusoma vifungu viwili alafu baadaye tuweze kuomba ili ya kwamba tupate nafasi pia ya kumsifu Mungu na kumtukuza kwa matendo makubwa ambayo anayatenda. Biblia inasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Kila mtu rudia, Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi. Katika malisho ya majani mabichi. Unilaza. Unilaza. Kando ya maji ya utulivu. Kando ya maji ya utulivu. Uniongoza. Uniongoza. Uniuisha nafsi yangu. Uniuisha nafsi yangu. Na kuniongoza. Na kuniongoza. Katika njia za haki. Katika njia za haki. Kwa ajili ya jina lake. Kwa ajili ya jina lake. Naam. Naam. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Sitaogopa mabaya. Sitaogopa mabaya. Maana wewe u pamoja nami. Maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vitanifariji. Waandaa meza mbele yangu. Machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu. Na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana awe mchungaji wenu katika kanisa hili. Bwana wachunge na Bwana awe pamoja nanyi katika kila jambo lolote ambalo mtalitenda. Biblia inasema katika Mathayo 18:18, amini nawaambieni, yeyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Sema amen. Jambo ambalo Mungu analihitaji kwa hili kanisa ni ushirikiano wa pamoja. Mungu anasema ya kwamba walipo wawili watatu kwa jina lake, hapo naye yuko pale. Ni kwa sababu ya watu wake, yuko pale ni kwa sababu ya kanisa lake. Kwa hivyo ninataka niwatie moyo ya kwamba muwe na Mungu katika kanisa hili, na Mungu awatende mema, azidi kuwaongoza katika kila hatua. Tuamini na tuombe. Baba yetu, katika jina lako takatifu, jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka, umetuleta mahali hapa na kisababu, na umesema wewe ndiwe mchungaji wetu. Kwa hivyo Bwana, unapokuwa mchungaji wetu, hakuna jambo lolote ambalo litatushinda, na tumekuja mahali hapa kwa maana umehitaji tuwe hapa. Ninakabidhi wapendwa wa mikononi mwako. Kama vile wameingia katika nyumba hii, vivyo hivyo kuna wengine ambao watawafuata nyuma, watakaa pamoja na wao, kwa maana umesema tutakaa nyumbani kwako milele na milele. Kwa hivyo kanisa hili naliweka mikononi mwako, ninalikabidhi mikononi mwako, na kila jambo lolote ambalo watalitenda, ambalo watakubaliana, ambalo watalifunga, itakuwa ya kwamba ni wewe Mungu ambaye umehusika. Ninakuja kinyume na kila vishawishi vya mwovu Shetani ambavyo vinaweza kuinuka kinyume na watu wa Mungu katika mahali hapa. Ninakamata hizo nyara, ninakamata hizo mitego, ninavunja zote katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukatawale watu wako. Kwa hivyo ninakabidhi kanisa hili mikononi mwako, na kama vile miguu yetu imekanyaga hapa Bwana, tumemiliki Kobos, tumemiliki mahali hapa, mashamba yetu iko hapa. Kwa hivyo Bwana, tumemiliki. Asante Jehova, tumemiliki watu
maeneo haya. Bwana, wako chini ya miguu yetu kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana, kwa maana unatenda. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Na weka kanisa hili wakfu katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu sehemu hii. Nataka tupate tu sifa kwa ufupi tupate tu mwimbo kwa kuabudu tu Mungu ufupi tunapoweka utaratibu kidogo.